Chombo hiki kimefika katika eneo la tukio na kushuhudia mwili wa kijana huyo. Mashuhuda waliokumbwa na butwaa, polisi na maafisa wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani hapa, ambapo wakazi wa maeneo haya wamesimulia walichodai kukiona. Kwa kweli tuliogopa. Kwa mimi taarifa mkazo nilizozipokea, kijana wangu aliniambia kuna mtu kafa hapo nje getini kwangu. Kwa nikashtuka. Nikakimbia mbio. Na baadhi ya watu wakawa naomba waje fanya nini? Kumgeuza, tukazuia kwa sababu kulikuwa kuna alama chini za kama kulikuwa na dalili ya mvutano. Sasa tukajaribu kuzuia watu wasifanye wasikanyage zile alama zikapotea, polisi wakija apate ushahidi kamili, lakini dakika mwishoni ilishindikanika. Anamkana akaingia kwenye shingo, ina maana inaonekana yani kabla ya Danieli alinigwa sana, ina maana bodaboda alikuwa amechukua mteja, amekuja maeneo haya, amefika. Baada ya kufika hayo maeneo hapo, nafikiri abiria aliyokuwa amembeba alikuwa ni mhalifu, akawa amechukua pikipiki. Kwa upande wake, mmoja wa shuhuda mwingine na mkazi wa kata ya Malolo anatoa kauli yake kwa mamlaka juu ya eneo hilo. Vyombo vya dola na ushauri wangu walifanyia kazi ili swala la hiyo njia. Hiyo njia watu wanakabwa hiyo. Watembea kwa mguu ikifika saa 2 tu saa 3 huwezi kumuona mtu, wote wanajifungia ndani. Hiyo njia sio salama. Inagiza sana. Na ushauri wangu wao ni viwanja hivi hapa, kama hawezi kujenga wauze, watu wajenge. Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao amethibitisha kutokea kwa kifo hicho, akieleza hatua za kisheria wanazoendelea nazo. Alionekana kuwa amekunywa maji mengi, na eneo hilo ni eneo ambalo lilikuwa na maji mengi kufuatia mvua kubwa ambayo ilinyesha katika siku ya jana. Kwa hiyo kwa kuwa pikipiki yake haijapatikana, tunaendelea na uchunguzi, ambapo tunategemea kesho uchunguzi wa kisayansi utafanyika postmortem ili kuweza kubaini chanzo halisi cha kifo ni kitu gani, kwa maana kwamba mwili wake haukukutwa na jeraha lolote. Apollo Benjamin, ITV.